Mtazamaji wa Sumo Media, karibu kwenye mbelenge za kimichezo. Mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu Dominic Saramba. Tunaenda kuzungumza naye mambo mbali ambayo yanaendelea kwenye soka letu. Brother Dominic, habari? Salama za kwako? Kwema. Namshukuru Mungu. Mungu anasaidia. Yes. Brother Dominic, tuanzie hapa kwa kile ambacho kinachozungumzwa na kile ambacho kinachotarajiwa kwenda kutokea. Pengine Wekundu Msimbazi Simba jana wamecheza dhidi ya Mashujaa na wamepata ushindi. Mchezo unaofuata ni Esperance de Tunis, mchezo ambao Simba Sport Club wanahitaji kwa hali na mali. Kile ambacho walichokionyesha jana dhidi ya Mashujaa pengine kinaashiria nini kuelekea mchezo wao dhidi ya Esperance de Tunis? Kwanza nafikiri ni mechi mbili tofauti, kwa sababu kwa mechi ya Mashujaa ni mechi ya ligi na mechi ya Esperance ni mechi ya klabu bingwa. Lakini wakati mwingine ukiwa una nyakati nzuri zinakufanya utengeneze mazingira mazuri kwenda kwenye nyakati ngumu ambazo zinakwenda kukutana nazo. Kwa hiyo ukiangalia jana ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa ni must win game. Kwa maana kwanza kutengeneza winning mentality, lakini pia kuongeza confidence kwa upande wa mwalimu na benchi la ufundi na wachezaji, lakini pia kuongeza support ya mashabiki. Sababu kama jana wangepoteza ingekuwa ni wakati mbaya. Mashabiki ambao wamekaa muda mrefu pasipokuwa na furaha, wamekuwa na manunguniko, wamekosa kujiamini. Kwa hiyo vyote vilikuwa vinatafutwa jana ili vipatikane, ili mechi Jumapili iweze kuwa na sababu ya kuweza kushinda. Sasa hizi ni factors za nje ya kiwanja. Nasema ni others factor ambazo wakati mwingine zinaweza zikasaidia kuleta impact kwa namna moja nyingine, au zisaidie kwa sababu the core factor ni zile zenyewe, kwa maana ile uwezo wa kitimu sasa. Lakini uwezo wa kitimu ukija kuongeza na mashikamano, ukaja kuongeza na nguvu ya mashabiki, ukaja kuongeza na ushangiliaji na vitu vingine vingi, ndio vinakufanya wakati mwingine upate ushindi. Kwa hiyo kwa maana ya hizi external factors za nje ya kiwanja imekwenda kuongezea kitu, kujiamini, inampa mwalimu sababu ya kuweza kuwa na pa kuanzia, inawapa wachezaji confidence kwenda kwamba wao tunaweza tukafunga, inawapa mashabiki nguvu, lakini haiwezi kuondoa au kubadilisha ukweli kwamba wana mchezo mgumu, mchezo ambao siku zote hauamliwi tu na kauli mbiu, hauamliwi tu na maneno ya viongozi au siwi nani, haiamliwi tu unachezea wapi. Kinachokwenda kuamua mchezo ni namna ambavyo utakwenda kuwa na kikosi bora na kuingia na mbinu bora ambazo zitakwenda kumbiti opponent wako na ukapata matokeo. Kwa hiyo klasi ya wachezaji, sawa, fomu ya wachezaji ndio ina nafasi ya kuweza kwenda kuamua, ukireflect uwezo wa Esperance. Na ukiangalia na Esperance mechi yao ya kwanza, watu wengi waliangalia mechi na walichukulia hiyo ndio uwezo halisi wa Esperance. Kwa hiyo ambaye hakuweza kuona Esperance na Stade Malien, ambaye hakuona Esperance na Petro, anaweza akaona kwamba ni timu ya kawaida sana. Definitely ni timu ya kawaida kwa sababu soka la Tunisia limeshuka kwa siku za karibuni. Ukiangalia sio tu kwenye vilabu, hata kwa ndio timu yao wanapoteza mvuto, hawana nguvu, lakini hawajashuka kiasi kwamba tuweze kuwatoa kwenye ukubwa walionao. Mechi ya juzi ambayo mchezo ya Simba na Esperance, nyota wao wanne hawakushiriki mchezo ambao ni tegemeo katika timu yao. Walikuwa na changamoto, ongeza majeraha, wengine za kadi, kwa hiyo hawakuweza kucheza. Hata kijana ambaye Jack Diarra ndio ilikuwa ni mechi yake ya kwanza ya kucheza, ambaye hakuwa ni kwenye kikosi cha kwanza. Nyota wote wanne wamerejea. Kwa hiyo wanakuja wakiwa na full kikosi, lakini mara nyingi wakiwa nje wanacheza vizuri sana kuliko wakiwa nyumbani. Utakuwa shahidi kama uliangalia mechi ya Petro kule Angola, lakini bado walifanikiwa. Kwa hiyo sio mechi rahisi, ni mechi ngumu, lakini pia na wenyewe ndio mechi ambayo inaweza kwenda kutenganisha uwezekano wa kufuzu au kutokufuzu, kwa sababu mpaka sasa tunapozungumza Panaka Stade Malien ana alama 7. Na yeye ana mechi dhidi ya Petro. Mimi nikiangalia definitely anakwenda kupoteza Angola. Unaelewa? Kwa hiyo Petro atakuwa na alama 7. Yeye ana alama 5. Unanifahamu? Simba ana alama. Na katika hapo ana mechi dhidi ya Stade Malien ugenini na ana mechi dhidi ya Petro kwake. Kwa hiyo maana yake mechi ambayo anaweza akagarantii kuchukua alama ni mechi ya ngapi? Ya Petro, ya nyumbani kwake. Petro ambaye sasa ana alama 7, akishinda mechi moja tu anafikisha alama 10. The same Stade Malien akishinda mechi moja akishinda alama ngapi? Alama 10. Kwa hiyo akifungwa na Simba, akaenda kufungwa na Stade Malien, maana atashinda alama ngapi? 8 ambazo hawezi kwenda. Kwa hiyo na yeye mechi ambayo inakwenda kutenganisha mstari mwembamba baina ya kwenda kuishia makundi robo finali mechi ya Simba. Kwa hiyo anaiangalia ni mechi ambayo itakayomvusha kwamba alamazana na Simba akiwa na alama 8.
Unanipata ana alama 8 ili najua hapa na alama zangu nyingine 3 za nyumbani dhidi ya Petro. Nitakufika alama ngapi? 11. Sababu mpira wa Afrika ukienda ugenini matokeo sio ya kwako. Kwa timu yoyote ile. Yaani hakuna timu ya Afrika ambayo ina guarantee ya kupata matokeo away. Hapo tuangazie sasa kwa mchezaji mmoja kwa Simba Sport Club. Watu wanamwimba sana Gueye kwa kile ambacho alichokifanya. Tuweza tukasema kuwa alikutana na wapinzani wa dhaifu au uwezo wake ni mkubwa zaidi. Shida moja ya wana michezo au wachambuzi au wadau wa soka wa Tanzania, tumekuwa sio realistic. Na wakati mwingine tunapenda kusifia vitu to the extra way ambayo baadaye inakuja kuwa ni shida sana. Mpaka nimeona baadhi ya maandiko wanasema sasa ni wakati wa Gueye kumgombea na Pacome na vitu vingine vingi. Ni maneno ambayo Watanzania wengi, mashabiki ambao hawana uelewa mkubwa wa mpira wamekuwa wakiyapenda. Kwa hiyo hata media nazo zimekuwa zikitumia kwenda katika pole ule. Mchezaji wa kigeni anakutana na Mashujaa, anafunga goli moja la Kevin ambalo hata Ekua alishalifungaga katika wazo wake, ambao wakati mwingine hata Chikola alishalifunga na wachezaji wengine wanafunga katika engo kama ile pale. What so special? Watu labda ile mikimbio yake dhidi ya nani? Dhidi ya Mashujaa. Sasa just imagine. Simba, Yanga, Azam, sajili zao nyingi wanazozifanya sio kwa ajili ya Dodoma Jiji, sio kwa ajili ya Namungo, sio kwa ajili ya Coast, Pamba au Fountain Gate. Kwa sababu hizo timu no matter what tayari washadhibiti uwezo. Kwa sababu hata wale local players wa ndani ambao wako nao wao ni bora. Ndio maana nikuuliza hapa leo, Simba katika misimu 5 amefungwa na timu ngapi za madaraja ya kati? Ni ngumu kuweza kuzihesabu. Unanifahamu? Au Azam au Yanga ni ngumu. Ni unakuta katika msimu mmoja na anafungwa mechi moja kwa bahati nasibu, sare 2, kwa sababu ni timu ambazo madaraja yake wao washayazidi. Kwa hiyo Simba ukiona anasajili, maana yake anataka kwenda kumbiti Yanga na Azam ili awe bingwa. The same to Yanga, the same to Azam. Au anasajili aenda kapambana na Zamalek au Esperance afikie hatua za juu za klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo kipimo pekee cha kuweza kuwa na bora wachezaji hawa sio kwenye hizo timu ndogo. Wale washazizidi. Hizo timu ndogo wameshaziacha. Yaani ni vitu vya kawaida. Kwa sababu wanafanya makosa mengi ambayo yani space ambayo wanayokupa Mashujaa ukutana na Azam pengine uweze kuipata, na Yanga uweze kuipata, na Esperance uweze kuipata. Kwa hiyo mpate mtu ambaye anaweza kutengeza na makosa akasababisha wote akafanya makosa katika mechi kubwa. Hiyo ndio la kuliangalia. Kwa hiyo kuanza kuimba kwenye mechi ya Mashujaa ni kwa sababu tu ile hamu ya kuto kuimba muda mrefu kutokana na matokeo mabaya. Na kwa sababu watu wamekuwa ni watu ambao wanapenda compare, yani wanapenda kubalance. Kwamba sasa Yanga tushasifikia sana. Kwa Simba kufanya vitu kidogo tu naenda kaona ibusi kama Yanga ile kana kama pana msawazo wa sifa, kitu ambacho wakati mwingine hakina impact. Naona uhalisia ni ule. Kwa hiyo binafsi nafikiri it was just like the normal game. Na watu hapo Dominic Salamba, kwa kile ambacho kinachoendelea sasa hivi ndani ya Simba Sport Club, inasemekana kwa Elie Mpanzu Kibisawala kaandika barua ya kuomba kuondoka. Watu wakawa na connect dot au wanaogopa moto wa Lassane Gueye. Hapana, Mpanzu ametamani kuondoka ni muda sasa. Na hata kwenye ile dirisha kubwa alikuwa anaondoka pia. Lakini Simba kutaka kumwachia. Lakini hata ukiangalia body language ya mchezaji kama ambavyo alikuwa jinchezi ya wa. Huko kimuona tu tayari, hata kumwangalia Kibu saizi, mwangalie Kibu anavyocheza, body language yake haiko Simba. Mimi ninavyomwangalia kwa mawazo yangu mimi haiko Simba. Yaani uone yule Kibu ambaye unafikiri kwamba kuna kitu anatamani kufanya katika miaka miwili ijayo. Ni mtu ambaye anafanya tu ili mkataba wake utimie baadaye aondoke. The same to Mpanzu. Body language yake haipo Simba. Kwa hiyo mchezaji kama huyu maana yake kuendelea kukaa naye ni hatari zaidi. Kwa sababu haiko tayari kutumika na hiyo club. Kwa hiyo anatamani atafuta sehemu nyingine mpya. Lakini kwa level ya Mpanzu, Simba hawajasajili mchezaji yote kama Mpanzu katika miaka hii 4 iliyopita. Hawajasajili Mpanzu atakuwa yuko top. Hawajasajili mchezaji yote kama Mpanzu katika miaka hii 4 iliyopita. Yote kama Mpanzu katika miaka hii hapa. Ile ni brother ni level ya juu. Ile ni level ya ni level ya klabu bingwa, ni level ya CAF, ni level ya Mpanzu na timu yote.
Ndio yote unajua Afrika anacheza. Yote Afrika unajua, yote Afrika. Anaenda anacheza na anaanza. Ni mchezaji mkubwa. Hasa kwanza kumkompea na kina Siguwe, kina Sigu Aura. Ndio yale tu. Leo mtakaa mnasema nangu kama Baka kama Jobu. Leo si nani ni ile ambayo mmeshazoea kila siku itengeneza na kuikema pambio ili at least kutengeneza kuna balance, lakini hakuna mchezaji ambaye wa Simba utamkopea na Mpanzu. Pengine na umemgusia Aura. Ni mchezaji ambaye naye ameingia kwenye dirisha dogo. Kuna kitu extra umekiona kwake kwenye mchezo wa jana? Mimi nimemwangalia, by the way nimeona ni mchezaji mzuri. Mchezaji mzuri ambaye kama atapata match, mimi nilichomwangalia anakosa fitness. Hata siwezi kujua pengine ndio alivyotokea ndio uwezo wake hapo amesha pale, lakini kama ataongeza intensity ya kucheza ni kiungo mzuri sana. Sio ni kiungo, sio winga, ni mtu ambaye kwanza ana utulivu, lakini pili anapiga pasi nzuri sana. Pasi zinazojielekeza, yani pasi zake zina madhara makubwa sana kama kupata watu wa kuweza kuzitumia. Lakini pia ule uwezo wa kuweza kuanticipate eneo ambalo litakuwa liko na open space na watu wakaenda kulimonopolize. Kwa ni mtu ambaye anaweza akanlock maeneo ambayo watu walikuwa hawajatarajia. Kwa hiyo binafsi hakifikia katika kiwango cha ubora, kwa maana intensity yake na fitness yake kafikia kwenye 80%, ni miongoni mwa mchezaji mzuri sana. Kwa hiyo natamani kumuona akipanda, uchangamfu ukaongezeka, akala match fitness ikaongezeka, intensity ikaongezeka, anaweza kuja kuwapa kitu. Yeah. Kwa hicho ambacho kinachoendelea kwa Wekundu wa Msimbazi, Simba ni kana kwamba bado anafanya lishefo ya kikosi chao. Na Simba Sport Club kwenye msimu huu ukiangalia ingia toka walimu pengine inawaathiri kwa namna moja au nyingine. Kwenye msimu huu Simba Sport Club ikitokea akakosa vyote, kwa hiyo utakuwa hauna cha kuwadai Dominic. Mimi nimekuwa nikizungumza muda mrefu sana nikiwaambia kwamba kinachowasumbua Simba ni haraka ya mafanikio. Hiyo ndio changamoto ambayo imekuwa ikiwasumbua, lakini pia kutaka kukabiliana na pressure za mashabiki na kuwa wakati mwingine kuwaadaa mashabiki. Yaani unawapatia malengo ambayo huwezi kuyatimiza. Kama ungekuwa na utulivu hapa katikati, wampiteshaji wengi ambao kama wangewavumilia na walimuona na timu yao ingefanya kitu. Unajua mpira kuibuka ni rahisi. Ukifika kwenye piki kumaintain ni ngumu, na ukishuka chini kule juu tena inachukua miaka mingi sana. Liverpool ilianguka ikaka miaka 20 kitu hivi. Napambana tu. Mpaka amekuja Klopp ndio akaja kuinasua kwenye lile janga. Leo angalia Man U tokea ameondoka Ferguson. Mwaka wa ngapi? Man U ina struggle. Wamekuja walimu wengine Van Gaal, si wakina Moises, si wakina nani, wanapita tu, wanakuja cheji wanakuja naondoka, bado timu haijajipata. Kwa hiyo kuna kipindi ambacho kirefu kwenye mpira kinapitia. Kwa hiyo Simba walikuwa wanapitia kwenye kipindi. Kwa hiyo itakiwa wajue kwamba sasa hizi tulikuwa katika ilitokea down flow, tukashuka chini. Kwa hiyo kupanda kwetu sisi kuna njia mbili tu za kupanda. Ukitaka kupanda kwa haraka maana yake uwe na fedha. Kama ambavyo tuliona Man City image yake ya kuchukua muda mrefu, Chelsea, PSG, au kuna miaka mingi. Kaja mtu ameweka hela zake, chukua Mbappe, chukua nani timu hiyo tuende. Chelsea ilivyoje kupanda, Man City hazichukua muda mrefu. Njia ya kwanza. Njia ya pili ni kuwa na tunasema na kuwa na gradual improvement year after year. Yaani unakuwa na usajili ambao unalenga kuja kwenye peak baada ya miaka mitatu. Unaanza kusajili miaka mitatu nyuma kutokana na budget yako ilivyokuwa. Unachukua nyota wako watatu wa maana, unawaweka kwenye timu, unaongezea na wengine, unaenda msimu wa kwanza, ukiona pana changamoto, unapunguza mtu, unaongeza, hivyo. Ndicho alichokifanya wenzao Yanga. Kumbuka Yanga wakati wanaanza kujitafuta ile wakina Balinya, sio kina Pashamani, wakina kuja wanawaacha na kuja wakaja kujipata kwa kina Bangala pale. Wakina Ucho walivyoingia ndio ile. Ndio ikafanya nini? Ikashuti. Lakini kwa nyuma walikuwa wamepambana sana, wanachukua wachezaji wanawaleta wapi? Wanachukua wachezaji wanakuja hivyo. Kwa hiyo ni kitu kwa sababu wao tofauti bado wanafikiria ndio Simba ile mwaka 2018-19 ile. Bado wana mentality. Sasa hapo wana mentality ile, hawana budget ya kutosha ya kuweza kufanya vitu vikubwa. Ni kweli Dominic Salamba, Simba hana budget? Hana budget. Kuna tajiri pale ambaye yupo. Na hapo ndipo tunapokosea. Yaani ukichukua utajiri wa Mo ukaongeza na Simba unakosea.
Uchukua utajiri wa gari upeke na Yanga unakosea. Mohamed Enterprise ni makampuni. Ni tajiri mkubwa barani Afrika. Katika ile top matajiri ya Afrika. Lakini yeye sio Simba. Simba ndio si nyingine ambaye anaidhamini tu kwa makubaliano waliokubaliana na wakati mwingine kwa moyo wake. Kwa hiyo anatoa kile ambacho yeye kinamuhimu kufanya ni kuweza kutoa. Kwa hiyo watu wasikompea kama yeye ndio Simba. Kwa hiyo anatoa katika limiti ambayo yeye anatakiwa kuweza kutoa. Sasa ukiangalia kile kinachotolewa kwa saizi na ambacho anatoa wenzao ni tofauti. Wenzao mbali sana. Simona Yanga kama saizi ndio watangaza wale wanataka Okelo ikashindikana, wenzao wanabeba. Na sio depo umechukua. Kwa hiyo Yanga sisi wana hela. Wako vizuri. Yaani mtu wao, tajiri wao anatoa pesa. Ndio maana wanachukua levels kwa sasa hivi. Ndio maana nilikwambia wachezaji wengi wa Simba ambao waliochukua ukifuatilia historia zao ni ngumu kidogo. Alitoka hapa akaenda hapa akabia miezi 6 miezi 9 akakaa na timu akawa nini. Hizo sasa zinakuwa nyingi. Yaani upate data za moja kwa moja kwamba huyu alipita hapa. Yaani yeye hamna. Haikisi yeye na huku sio kaenda sio katokea sio kwa bana yeye akapumzika kaja Simba. Inasemekana wachezaji wa Simba wengi henka sana. Ndio ninachokuambia kwa sababu gani? Price, bei. Sasa ndio nakwambia hapa. Bei, sasa huwezi kusema ni zile bei za kubageni zile. Unaenda of course kweli ukiflashback alikuwa mchezaji mzuri sana huko nyuma. Lakini kwa mfano kama Yanga huyo nani yule anatoka Dumbia. Dumbia alikuwa mchezaji mzuri lakini historia yake Mazi akaenda sio nchi gani, amekaa sio nini, amekaa mwaka mzima bila kucheza. Kwa hiyo anaanza kujitafuta. Atoka sio Turuki na Bacha kaenda kakaa ana msimu, yaani ukiangalia kwenye transfer market unakuta pengine labda 2021 25 Yanga. Hapa kati ilikuwa iko wapi? Hakuna. Ndio wale sasa kifika sasa unaanza naye sasa training, aanze kutafuta fitness, aije kwenye mfumo. Kwa hiyo walikuwa wanahitaji muda. Tofauti kama kina Pakome ametoka tu ametoka zake tu Aseki, amekiwasha, ameingia Okwasi, katoka pale, ameingia kina Maxi, yale watu ambao wanatoka anaingia anacheza. Wala hachukui muda mrefu. Sio Okelo, siku ngapi zimemchukua? Katoka tu Uganda kafika hapa mechi ya kwanza kafika umeweza kuona Damalo, katoka Singida kaja kaingia, utafika hivi timu alikuwa amekaa nayo miaka 3. Depu kaingia juzi tu hiyo kafunga leo magoli 3. Kwa hiyo watu ambao wako tayari kwenye kucheza. Hawana sio alikuwa amekaa nje simu ya miezi 3, simu miezi 4, akaenda kwa shangazi yake, wakawa na sherehe, akaoa sio nini iko straight. Hiyo haipo. Watu wamenyoka. Papa anachukua anafanya kazi.